tabaka ya pili kuna kundi jingine. Kwa hiyo hili kundi jingine, barakallahu fikum, ni la wale ambao walisilimu wakati wa makhalifa wanne, yani wale waliosilimu wakati wa Abu Bakar na waliosilimu wakati wa Umar, ambao hawa ni matabiina wakubwa sana wanaochukua ilmu kwa makhalifa ambao walisikia kwa Abu Bakar as-Siddiq, ambao walisikia kwa Umar ibn al-Khattab, yani wale waliosilimu baada tu ya kufariki Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hili ni kundi la pili. Na kuna kundi jingine ambalo vile vile liko hapa kati na kati la wale ambao wakati anafariki Abu Bakar, yani wakati ule wakazaliwa wao, yani maana yake wakakuwa katika khilafa ya Umar ibn al-Khattab, yani Umar anaingia katika uongozi, wao ni watoto wadogo, ndio kwanza wamezaliwa wakakulia, yani walizaliwa katika khilafa ya Abu Bakar, hata kama ni muda mchache, lakini walizaliwa mwanzo wa khilafa ya Umar ibn al-Khattab, mwisho wa khilafa ya Abu Bakar as-Siddiq. Kwa hiyo hawa wakaenda katika umri wakawa vile vile katika matabiina wakubwa, lakini kuna ambao walizaliwa baada ya Umar ibn al-Khattab ambao vile vile tabaka hii, lakini wao ni wadogo katika hiyo tabaka namba 2, ambao kama kina Sa'id ibn al-Musayyab, ambaye baadhi ya ahlul ilmu wanasema alizaliwa miaka 2 baada ya kufariki Umar, wengine wanasema alizaliwa miaka 4. Kwa hiyo hawa vile vile ni katika matabiina wakubwa, lakini katika hii tabaka wao ni wadogo katika tabaka ya pili ya matabiina wakubwa. Kwa hiyo haya yote yanafahamika katika tarikh, na mtu kuona kuwa huyu alizaliwa wakati gani, huyu alifariki wakati gani. Kwa hiyo tukimtazama Anqama, baadhi ya ahlul ilmi kwa sababu ya umapema wake yani akanasibishwa katika masahaba, na ndio maana baadhi ya ahlul ilmi kama kina Ibn Hajar al-Asqalani akasema kukosea yule ambaye zaima kadai anna lahu suhba, kwamba yeye ni katika masahaba. Hapa tutakuwa tumeshaelezea kitu katika hii tabaka, na kama tulivyotanguliza kwa hawa wanapokea kutoka kwa masahaba wakubwa kina Umar ibn al-Khattab, na tabaka hii ya pili kuna ambao hawapokei kwa kina Umar wala Abu Bakar. Nadhani hili jambo ambalo tutakuwa leo ni jipya, kumbe katika matabiina wakubwa kuna ambao hawapokei